Introduction to forex trading. Sasa hapa kuna maneno mawili ambayo tunatakiwa kuyafahamu. Kwanza kuna neno word forex, alafu neno jingine ni forex trading. Mwandiko wangu sio mzuri kutokana naandika kwenye kioo na kioo kinateleza, kwa hiyo niwe radhi. Kwa hiyo kuna terminologies mbili ambazo tunatakiwa kuzifahamu ama definition. Kwa hiyo hapa tutaanza na definition ama maana ya hivi vitu. Forex na forex trading. Kwanza tukianza na neno forex, kifupi cha hili neno mara nyingi wanapenda kutumia FX. Ukija kuona sehemu nyingine wamekuandikia FX trading ama FX, unakuwa ushafahamu hii wanamaanisha forex. Sasa tunapozungumzia about forex wanakuwa wanamaanisha nini? Tuanze na hii ya kwanza. Hii ni exchange of national currencies for different purposes, ama ubadilishano wa fedha za kigeni kwa matumizi ama mahitaji mbalimbali. Kwa mfano utalii, kama ilivyo utalii labda, ama shule unalipia school fees, ama unaweza kawa umesafiri labda for vacation na vitu kama hivyo. Sasa unapobadilisha ule mbadilishano wa kifedha, kwa mfano una T-shillings ukasafiri ukaenda Kenya, wanaweza kukuambia kwamba si hatuitambui T-shillings, kwa hiyo lazima ubadilishe iwe Kenyan shillings. Kwa hiyo hii kitendo unachofanya cha kubadilisha pesa ya Kitanzania kwenda Kenyan shillings, hiki ndio kitendo kinaitwa nini? Kinaitwa forex. Ama unaweza kutoka Tanzania ukaenda USA. Tunafahamu pesa ya USA ni USD. Kwa hiyo ukitoka hapa Tanzania ukaenda USA, maana utabadilisha kwenda USD. Hichi kitendo ambacho unakifanya kutoka T-shillings ukapewa USD, maana yake ni nini? Ndo forex. Hicho kitendo ndo kinaitwa forex. Kwa hiyo kama umeshawahi kwenda, nadhani kila mmoja ameshaona bank, unaweza kwenda CRDB ama NMB ukakuta wamekuwekea screen pale. Maybe wakawa wamekuandikia hapa T-shillings, alafu huku labda kuna thamani ya, chukulia mfano USD. T-shillings labda wamekuwekea neno sell alafu ndi buy, kwamba bei ukitaka ukienda na T-shillings, labda nimeenda na shilingi 5,000 nataka kununua USD, utakuta wamekuwekea hapa sell, wanakuwekea price labda 2,000, labda 740. Hii nakadiria tu, labda huku buy labda 2,800. Kwa maana yake ni nini? Hii ni exchange ambayo unakuwa unaenda kubadilishia. Ukienda na T-shillings 5,000, maana yake ni nini? Hauna USD. Unachotakiwa kufanyaje? Unatakiwa uibai USD katika price husika. But mtu anayekuja na USD anataka T-shillings, atatakiwa kufanya nini? Kuinunua ama kusell. Atasell yeye USD ili apewe T-shillings. Kwa hiyo ule mbadilishano ambao unakuwa unafanyika ndio kitendo ambacho kinaitwa forex. Paka hapo nadhani nitakuwa nimeweka. Sasa haya huwa ni mabadilishano, huwa yanatokana na sababu mbalimbali. Kuna mtu mwingine anaenda hotelini, unakwambia sisi hatupokei T-shillings, tunapokea labda USD peke yake, kwa hiyo inabidi ubadilishe. Ama mtu mwingine anaweza akawa analipa school fees ya mtoto wake ambaye labda yuko anasoma nje ya nchi, akatakiwa kubadilisha zile fedha kuzipeleka katika hiyo currency ambayo inatakiwa. So hicho kitu anachokuwa anakifanya ndio kinaitwa forex. Hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri. Lakini kuna terminology ya pili ambayo inaitwa forex trading. Forex trading. Hii inamaanisha nini? Utofauti wake ni mdogo sana, but kile kitendo ambacho kinafanyika kwenye forex kwamba tunabadilisha currency moja kuipeleka nyingine, ama unanunua ama kusell currency moja wapo. Sasa kwenye forex trading inahusisha trading national currencies into pairs, kwamba na hii inafanyika online, ama unaweza kuanza hapa online trading of national currencies into pair. Kwa hiyo ili uweze kufanya kusema mimi nafanya forex, maana yake lazima hizo
currency ziwe katika pair. Kwa mfano, tumeona mfano mmoja wapo ya hii ya forex. Mimi na T shillings ninahitaji kwenda kununua USD. Sikutakiwa kuwa na pesa mbili niweze kufanya hizi transaction. Nilitakiwa niwe nao moja tu. Alafu ndo niende kufanya nini? Kununua USD. Kama nilikuwa na T shillings, ninahitaji USD. Kwa hiyo nilienda na USD na T shillings kwenda kununua USD. But kama ningekuwa na USD, maana yake ningechukua USD nikataka kununua T shillings. Sasa kwenye forex trading yenyewe must currency, national currency lazima ziwe katika pairs. Kwa mfano, hii ni pesa ya Umoja wa Ulaya, euro, nchi za Umoja wa Ulaya. Alafu na pesa nyingine USD. Mfano, hii ni pesa ya Kimarekani ama United States. Kwa hiyo ili niweze kufanya forex trading, kwanza ni kitendo ambacho kinafanyika online, but hii pair ya euro na USD lazima ziwe katika muunganiko, zitengeneze pair moja. Kwa mfano, ilivyo labda euro USD, kuna kuwepo na muunganiko, lakini kitendo kinachofanyika cha forex na huku vinakuwa vina tofauti, kwamba ili niweze trade ama hii euro USD zinakuwa ziko mbili, but to create profit unatakiwa kusell ama kubuy. Sasa hapa ndo watu wanaanza kuchanganyikiwa kidogo. Ngoja turudi kwenye huu mfano kwenye forex trading. Kwa mfano benki wana hizi forex wanakupa T shillings, labda unaenda kununua USD. Kuna some difference ambayo inakuwepo pale. Bank ndo wanavyotengeneza nini? Wanavyotengeneza faida. Tutaenda kuona baadaye. Ngoja nisiende huko, tutaenda kuona very soon, nitawaonyesha hapa. Kwa hiyo naomba tuangalie mfano mwingine. Tuchukue mfano hapa Tanzania, labda T shillings na Kenyan shillings. Hii pair inatakiwa iwe moja, iwe traded. Sasa trader sisi, ili tuweze kutengeneza faida, tunatakiwa kusell hii pair ama kufanya nini? Ama kuibai. Sasa ili niweze kujua kwamba na sell hii pair ama naibai hii pair, natakiwa nifanyeje? Ndio tunatakiwa tufanye analysis. Tumezungumza jana kidogo hapa, tumegusia kwamba kuna types of analysis kama technical, fundamentally na vitu kama hivyo. Ndio tunaweza tukajua kwamba hapa natakiwa ni sell ama hapa natakiwa ni buy. Ama kwa mfano tuanze kwenye hii forex. Mfano wewe unasafiri unaenda Kenya. Una pesa yako ya Kitanzania. Na umeenda Kenya, umefanya transaction ya kubadilisha T shillings ukaipeleka Kenyan shillings. Kwenye forex trading muamala wa hivi ama transaction za hivi unawakilishwa na hii pair. T shillings versus Kenyan shillings. Ama ungekuwa na euro ama unaenda sehemu ambao wanatumia USD na ukabadilisha euro to USD, ungekuwa umefanya forex. Lakini kwenye forex trading huo muamala unawakilishwa na euro USD. Maana yake kwenye forex hatuwezi kutrade pair ama currency ikiwa moja, kwamba ukaenda na currency yako moja, kwa mfano kama euro peke yake ukawa nayo tu moja ukatrade kwenye forex trading. Hapana, lazima iwe traded against each other, kwamba kama ni euro inakuwa traded against each other, na faida zinapatikana kwa kusell ama kwa kubai. Kwanza mpaka hapo tuko pamoja? Mpaka hapo tuko pamoja? Ndio. Mwingine anaweza akajiuliza hapa, tukiseli tukabai na kuaje? Seli nitakuja kuonyesha hapa kwenye introduction, wala usio na haraka. Nitakuja hapa kwenye introduction. Hizo terminology mbili nadhani zitakuwa zimeeleweka vizuri. Tutarudi tu kwa sababu bado kuna mambo mengine tutaenda kuyaona hapa kwenye introduction. Sasa forex market hii ni according to research ambayo ilifanyika mwaka 2022 ambayo ni Bank of Settlements.
Hii ni benki ambayo inahusisha muunganiko wa benki ambazo ni central bank zote, alafu ndo wana create hiyo benki moja wapo ambayo inakuwa inahusiana na mambo ya financial institutions, mambo ya finance yote ambayo yanakuwa yanaendelea duniani. Lakini wanaotengeneza hii benki ni wale ambao ni from those giant countries, Marekani, Japan na sehemu nyingine ambazo wanakuwa ndo wanatengeneza hii benki, lakini from the central bank. Kwa mfano hapa tungekuwa na watu ambao from BOT kwamba wakawa ndo wana formulate hiyo bank. Kwa hiyo hii benki ilifanya research mwaka 2022 ikagundua soko la forex kiujumla lina market value, ile thamani ya soko yote ni 7.6 trillion. Hii in terms of nini? Of USD. Soko lote la forex hapa hawajahusisha forex trading kivyake ama forex. Tunazungumza forex. Kwa hiyo maana yake forex trading inatokea kwenye forex. Kwa hiyo soko lote kiujumla lina market value ya 7.6 trillion USD. Sasa kuna mwingine anaweza kujiuliza hii value inatokea wapi? Kwa mfano ukienda TRA I think ndo wanao wasimamizi wa masuala ya mapato na vitu hivyo. Kwa hiyo unaweza kaenda ukauliza hivi Kariakoo pale value ni ipi? Pesa zinazoingia na kutoka per day ni kiasi gani ama per month ni kiasi gani? Kwa hiyo unaweza kuambia kwamba Kariakoo, ile soko la Kariakoo, pesa zinazoingia na kutoka, manunuzi yanayotoka, zile sell and buy zinazofanyika pale, yote kiujumla labda ni bilioni 20 per day. Per day. Kwa hiyo tunakuwa tushafahamu kwamba Kariakoo, ile value ya soko la Kariakoo per day ina mzunguko wa bilioni 20. Sasa hata kwenye forex ndio walivyofanya kwa kufanya research ya namna hii, kwamba wakagundua kwamba mzunguko unaofanyika kwenye forex market just a single day ni 7.6 trillion. Unaweza kuona ni mzunguko mkubwa sana. Huu ni mzunguko mkubwa zaidi hata ya nchi kama UK yote zile transactions zinazofanyika pale UK hazifikii. Ndo soko la kwanza sasa hivi kwa ukubwa. Linalofuatia nadhani kama mambo ya stock market na vitu vingine kama London na vitu vingine ama soko mengine. Crypto yenyewe haijafika bado. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba forex ni soko kubwa sana. Ndio maana kila mtu anayekuja kufanya hii biashara, kwanza kitu cha kwanza anachokiwaza ni pesa. Maana yake kwamba nini? Mzunguko wake ni mkubwa. Na that's why umeona ama kama umefanya research kidogo unakuja kugundua hata forex ina scammers wengi sana. Ukijichanganya tu kidogo umeliwa. Kwa sababu gani? Sehemu yoyote yenye pesa ama yenye mzunguko wa pesa, watu lazima wajanja wakosekane. Ndio maana hata simu sasa hivi tunaona M-Pesa, Tigo Pesa wanahangaika sana ku avoid hizo scammers, kwa sababu scammer wapo wengi na mizunguko kwenye hiyo kufanya miamala ipo mingi inafanyika. More than billion na kitu zinafanyika per day. Kwa hiyo hiyo ndio market value ya forex market. Kwa hiyo ukija kuulizwa hiyo inakuaje, nadhani utaweza kuelezea vizuri. Lakini soko la forex je, lina operate vipi? Hii tunasema linakuwa open 24 hours 5 days a week. Mimi hapa naandika in terms of summer, kama utaandika na utaandaa kwako, kuna notes huko na kwenyewe nadhani utaweza kupata kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo hili soko la forex linakuwa open kwa masaa 24 5 days a week. Maana yake ni from Monday to Friday. Inapofika Jumamosi ama Jumapili hamnaga forex yote inayofanyika. Sasa mtu anaweza akajiuliza, je, hii soko forex trading tunayojifunza, kwa sababu sisi hapa tuna base na forex trading. Maana ya forex ushaifahamu, sisi tuna base na hii forex trading. Japokuwa forex trading inazaliwa ndani ya forex. Anaweza akajiuliza, kama unasema inafunguliwa ama inakuwa open 24 hours 5 days a week, maana yake kuna ofisi fulani hivi wanazifunza. Zipo labda hizi ndio ofisi za forex ambazo ndio zina operate duniani kote. Jibu ni hapana. Hakuna sehemu ambako kuna ofisi yoyote ya forex. Sisi tuna trade kupitia mfumo ni electronics ambayo tunaita ni OTC. Wanasema over the counter. OTC. Hizi inakuwa ni electronics. Nitakuja kuelezea hapa. Ngoja nisiende huko. Nitakuja kuelezea vizuri, utapaelewa vizuri. Kwa hiyo soko letu linafunguka 24 hours 5 days a week. Hii wanakuwa wanamaanisha nini?
wanakuwa wanamaanisha activities ambazo zinafanyika. Tunaona kwamba forex, kwanza tuanzie hapa. Forex trade tumeona inahusisha hizi currency. Na currency yoyote ili iwe na thamani ama isiwe na thamani, maana yake inaendeshwa na nini? Kuna economic activities zina take place pale. Kuna activities zote ambazo zinakuwa zina take nini? Zina take place kwenye nchi husika. Kwa mfano, sisi Tanzania shillings tunaweza tukaipa thamani sana endapo tutakuwa na activities nyingi sana za economic, especially za importation and exportation zikiwa ni nyingi sana. Kwa hiyo ile value ya T-shillings inaweza ikawa nini? Ika appreciate. Ku appreciate ni kama kuwa na thamani zaidi, ama ikapungua thamani kwa sababu ya activities kuwa dhaifu ndani ya nchi yetu. Sasa wanaposema kwamba hii inafunguliwa 24 5 days a week, maana yake from Monday to Friday ndio ofisi zinakuwa nini? Zina operate business. Nikija kuonyesha hapa wanao drive forex market, utanielewa vizuri hapa kwenye inafungua vipi na inafunga vipi. Kwa mfano, ukienda hapa Tanzania, tunaposema kwamba kuna economic activities zina take place muda gani sana, tutakwambia kwamba zina take place kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa sababu gani? Hapa huu ndio muda ambao ofisi nyingi sana zinafungua services zao. Companies nyingi sana zinaanza kufanya activities sana kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Na tunafahamu kwamba hii forex trading ina operate duniani kote. Na duniani kote nchi zinatofautiana masaa. Kwa hiyo mtu ambaye yuko China ama ambaye yuko Japan, ambaye yuko labda USA, hatuwezi kufanana masaa na sisi. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine soko huku kwetu sisi ni saa 9 usiku, lakini ukienda nchi nyingine ni saa 8 mchana. Kwa hiyo market inakuwa ina operate based on, kuna kitu kinaitwa session. Hapa sitaki kugusia sana kwa sababu hizi zinaitwa trading sessions. Trading sessions zimebase katika nchi fulani. Kwa mfano, kuna New York session ambayo imebase katika upande wa Marekani, kuna London session ambayo imebase katika UK ama England, lakini kuna Frankfurt session ambayo imebase katika upande wa Europe. Kuna Asian session ambayo imebase ndio na cover huko Japan na sehemu zingine. Kwa hiyo masaa yote yanakuwa yanatofautiana. Sasa zile activities zinapokuwa zina take place ndio zinazofanya kwamba forex inafanyika 24 hours 5 days a week. Kwa sababu tunafahamu Jumamosi na Jumapili hata uende wapi, asilimia kubwa inakuwa market iko closed. Nchi ambazo mara nyingi zinafanya kazi hizo siku, kwa mfano ukienda nchi za United Emirates, hizo nchi za Kiarabu, Jumamosi unakuta wanafanya kazi ama Jumapili unakuta wanafanya kazi, lakini mara nyingi kwenye upande wa forex market hawana impact sana. So, at least kidogo sasa hivi ndio tunaona oil wanaanza kuingia, lakini nchi zenye impact sana ni kwenye bara la Europe, kuna America, au ndo decision sana, na hizi Asia kidogo ambazo zipo Japan na China kidogo unagusagusa hapo, lakini asilimia kubwa wenye impact sana kwenye forex ni hizi nchi za upande wa Europe and America. Na hata ukienda kwenye forex hizi hapa, kama unaweza ukafuatilia, ukienda kwenye bank husika, labda ukaenda CRDB ama ukaenda NMB, unaweza ukashangaa chati zile wanazokuwa wamekuwekea labda value ya, naomba nifute hizi, labda wamekuwekea T shillings alafu USD, huku sell wamekuwekea na buy labda wamekuwekea sell ni shilingi labda 2700 mfano, afu huku 2900. Unaweza kugundua siku ukienda siku za kawaida ambazo ni za kazi, Monday to Friday, unaweza ukashangaa hizi namba zinabadilika sana. Mara inakuja 29.97, inashuka mara kidogo 82, inakaa inacheza sana hizi zinakuwa zinacheza sana. But ukienda Jumamosi, hizi namba zinakuwa ziko very lazy, zinakuwa hazizunguki sana. Kwa sababu gani? Muda huo economic activities zinakuwa kama zimesize, haziteki place kwa muda, kwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo hata zile currency ambazo zinakuwa driven by economic activities na political activities na mambo mengine ambayo tunaenda kuyaona, unakuta zinakuwa hazipo. Kwa hiyo during the weekend unaweza ukaondoka CRDB ama NMB ukakuta value ni 2700, after 6 hours or 7 hours ukaikuta iko hivi bado.
siku za weekend. Lakini siku za kawaida za kazi ukikuta 2700, kitendo cha kutoka masaa mawili matatu unaikuta iko 2700 na pointi labda 74. Inakuwa inakaa inabadilika mara kwa mara, kwa sababu kuna economic activities na take place kwenye hizi currency husika, ambayo ile data wanaipata wapi? Wanaipata from the central bank, BOT. Kumbuka kila fedha ambayo tunaitrade ama iko katika upande wa forex market, yote ile ambayo iko under central bank husika. USD iko under Federal Reserve, T-shillings iko under BOT. Tunaenda kuona kuna currency nyingi, tunaenda kuziona zote ziko under central bank. Kwa hiyo central bank ndio wenye mifumo ya kutrack zile performance of the country kwenye upande wa fedha. Taarifa zote zinazohusiana na fedha huwezi ukazipata sehemu yote but kwenye zile central bank husika. Kwa hiyo tunapokuja kwenye issue ya hizi 5 days during the weekend, ndio maana tunasema forex currency haipo ama forex trading haifanyiki, kwa sababu economic activities zinakuwa hazipo kwa wakati huo. Mpaka hapo tuko pamoja? Tuendelee. Kama una question usikae nao. What moves currency price ama what moves forex market? Mambo gani ambayo yanasababisha market kutembea? Hapa tumezungumza currency price kwa sababu ni hizi ambazo mwanzoni msingi wa forex umejifungamana na kwenye currency. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine unaweza ukaona wameandika what moves forex market. Ni sawa sawa na hii what moves forex currency price. Kwanza namba 1 kuna central bank. Namba 2 anaitwa geopolitical. Hii ni geopolitical factor. Namba 3 inaitwa economic. Katika sehemu utaki kuikalili ni hii sehemu. Ni sehemu za muhimu sana hapa tulipofika. Muhimu sana. Hakikisha unapaelewa vizuri. Lakini namba nyingine ni supply and demand. Supply and demand. Tuanze na hao kwanza. Tutaanza na moja baada ya mwingine. Tuanze na huyu central bank. Central bank, kwa mfano pesa, tuanze na mfano mmoja wapo wa kwetu, T-shillings. T-shillings sisi hatuitrade kwenye forex market ama hizi currency ambazo za Kiafrika hazipo. Pesa pekee ambayo ipo ni South African Rand ambayo inatumia ni ZAR. South African Rand. Pesa ya South Africa pekee ndio kwa Afrika ndio pesa ambayo tunaitrade, lakini nchi zingine bado, kwa sababu South Africa ni one of the giant na wanafanya vizuri sana kwenye upande wa uchumi na mambo mengine. Mifumo yao iko mizuri kidogo tofauti na nchi zingine. Kwa hiyo tuangalie ni kitu gani ambacho kinafanya movement price kubadilika. Kwa nini tukiangalia zile chati ambazo ziko benki pale inakaa ina move, mara ishuke chini, price ipande juu? Yaani kwa nini chati haitulie? Na tukija kwenye forex trading tunakuja kuangalia kwenye chati zile za ambazo huwa mnaona. Kwa wale ambao ni wageni hawajawahi kutrade, unaweza kuwa unaona watu wana display labda mitandaoni au sehemu nyingine, chati inakaa ina move juu na shuka chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hawa movers ambao wanakuwa wana influence soko kufanya movement. Sasa tuanze na hii central bank, kwa sababu tunafahamu central bank, kwa mfano hapa Tanzania tunaita ni BOT, Bank of Tanzania. Huyu ndo anayehusika na sera zote zinazohusiana na fedha ama mambo ya finance. Hata ukitaka kusajili bank, ukitaka kusajili kitu chochote ambacho kinahusiana na fedha, you must go to hizi central bank BOT. Lakini wao pia wana base na kitu kinachoitwa interest rate. Ukiangalia kwenye uchumi, wale ambao umesomea uchumi ama mnaelewa hizi issue za uchumi, central bank ndio inaweza kutoa announcement kwamba sasa hivi interest rate ya nchi iko hivi. Kwa mfano bank wanavyokuwa wanatoa mikopo, wanaweka labda rate kwamba ukichukua mkopo tutakurudishia kwa 18%, utaturudishia kwa 18%, labda asilimia ngapi. Hii rate sio kwamba wanapanga wao wenyewe tu from nowhere.
kuna vigezo ambavyo lazima uvifuate from BOT. BOT unakuta wao wanawapa labda 10%, lakini wakija huku kwa wateja ambao ni final consumer ambao wanakuja kuchukua mkopo, wao wanaongeza labda 8%. 8% ndio hiyo inabaki kwenye nini? Kwenye bank. Sababu benki ya kawaida na yenyewe inachukua nini? Inachukua mikopo from hizo central bank na sehemu nyingine. Kwa hiyo hizi central bank zinaweza zikatengeneza kitu chochote ama announcement yote. Kwa mfano hapa interest rate, wanaweza wakatoa announcement about interest rate. Kumbuka interest rate inapokuwepo inaleta effect moja kwa moja kwenye currency husika. Kwa mfano tuchukulie hizi ambazo tunazitrade mara nyingi, USD. Inapotokea interest rate imekuwa kubwa, wakaongeza ikawa kubwa. Kwa mfano wameitoa labda ilikuwa 0.7 wakaipeleka mpaka 1. Alafu then kwa upande wa labda GBP, hii inaitwa ni British Pound ambayo ni pesa ya Uingereza hii. Alafu huku ikawa ndogo. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini hapa? Investors, kuna watu ambao wanakuwa wanainvest kwenye mifuko ile ya kwa Tanzania tunaita vipande. Kwa mfano wanainvest labda BOT, kuna mifuko ambayo iko BOT pale watu wanainvest. Sasa kuna wale investors ambao huwa wanacheza wanazungusha pesa zao kwa kuangalia interest rate ni kubwa wapi. Kwa mfano USD wana interest kubwa, labda wana interest rate ya 0.7, lakini tukija GBP hapa labda wana interest rate ya 0.2. Wale ambao ni investor wakubwa ambao wanazungusha pesa ndefu sana, anaweza akaja kwenye benki ya GBP huku akachukua mkopo labda wa bilioni 20, alafu akaja akawekeza huku akachukua zile pesa akainvest USA ambako kuna interest rate kubwa. Kwa sababu kumbuka interest rate ikiwa kubwa, investor yule anapopeleka pesa kuzileta huku USD, watamwambia sisi uwekeza pesa yetu tutakurudishia labda percent fulani, kama ilivyo BOT. Wale ambao unafahamu mifuko ambayo iko BOT pale, kwamba unawekeza kiasi fulani kwa mwaka tutakurudishia labda 10% ama 80%. Sasa zile pale huwa zinaendaga na interest rate fulani ambayo iko kwenye nini? Kwenye nchi husika. Sasa investor hao wanapotoa pesa GBP wakaipeleka USD, maana yake nini? Wanatengeneza influence na kuifanya hii USD iwe nini? Iwe strong. Alafu huyu anakuwa nini? Anakuwa yuko weak kwa sababu interest rate yake watu wanahamisha fedha kuzipeleka wapi? Kwenye nchi nyingine. Na ndio maana kuna nchi ambazo unaona zinacheza na hizo interest rate, wengine wanaongeza wengine wanapunguza. Inategemea interest rate unaweza ukaitumia kulingana na government mnataka nini. Mnataka watu wawe na hela sana, ama mnataka watu wawe na mzunguko sana wa pesa, ama mnataka watu wasiwe na mzunguko sana wa pesa. Kwa hiyo nchi za Ulaya wanajua namna ya kucheza na hii interest rate. Kwa mfano government ikiwa inataka kwamba reduce matumizi ya watu ya kifedha, tunaweza raise hii interest rate. Tukiongeza ina maana hata benki zilizopo kwenye nchi yetu zitaongeza interest rate. Kwa kama kuna wafanyabiashara wanatakiwa kuchukua mikopo, hawatochukua, wengine watasema hapana, hii interest rate siwezi kuchukua mkopo. Kwa hiyo itabidi matumizi yao wayashushe, watumie kile walichonacho. Kama mtu ana bilioni 1 hataenda tena kuongeza mkopo, atakaa nao huyo na kuifikiria namna gani ya kuincrease. Kwa interest rate ni silaha moja hapo ambayo hizi central bank wanaitumia kuweza kuona ni namna gani ya control uchumi wa nchi fulani. Sasa ukishazungumzia uchumi, ina maana umezungumzia currency ya hiyo nchi inakuwa affected kwa namna moja ama nyingine. Kwa kama labda USD wamecheza na hii interest rate, kwa USD wakitoa labda interest rate imetoka, maana yake ni nini? Wata affect pair zote ambazo zitakuwa na nini? Na USD. Kwa mfano USD wamebadilisha interest rate. Kuna USD JPY. Hii somo hatujafika kwenye pair, hatujafika, lakini nakuwekea. Hii inaitwa Japanese yen, ni pesa ya Kijapani. Kwa tukibadilisha interest rate hapa, ina maana hii pair yote itakuwa nini? Affected. Lakini tukienda tena USD labda ama Euro USD, maana yake kwamba kuna USD hapa, hii pair yote itakuwa nini? Affected. Ndio maana tunaona kwamba chati zinakaa zina move mara chini mara juu, inapanda juu inashuka chini, inapanda juu inashuka chini, kutokana na hizo announcement ama steps ambazo wanakuwa wanachukua from the central banks.
Mpaka hapo nitakuwa nimeeleweka. Central Bank inahusika sana. Hapa nimegusia tu kidogo. Lakini kuna vitu kama mfumuko wa bei, inflation report. Zote hizo zinahusiana na mambo ya BOT. BOT hata sasa hivi ukienda ukawauliza mfumuko wa bei kwa Tanzania hapa ni kiasi gani? Watakwambia ni labda ni 0 point ngapi ama ni 2 point kadhaa, ama sasa hivi inflation ni iko chini ama iko juu. Wanakuwa na hizo report zote. Zote hizo zinakuwa zina affect kwenye currency husika. Twende kwenye upande wa geopolitical factors. Hapa kisha unapaelewa vizuri. Japokuwa tutarudi Central Bank, tutarudi hapa utaweza kuziona zipo nyingi. Geopolitical factors hizi tunaita ni zile politics ama geo. Neno geo limestand kama geographical, alafu hii political ina stand for political, hii siasa ambayo tunafahamu. Kwa hiyo hapa kuna maneno mawili, kuna geographical alafu kuna political. Geographical ni kama vile vitu ambavyo viko under, you can't control, huwezi control. Kuna wars kwa mfano, ama kuna flood. Kwa mfano unakuta nchi inapitia katika mafuriko mfano, ama disaster yoyote ambayo iko uncontrolled, labda earthquake, vitu ambavyo hatuwezi sisi kucontrol. Sasa hivi vitu vina affect moja kwa moja. Kwa mfano ikitokea nchi imeingia katika mafuriko, tunafahamu kwamba economic activities ama political activities, social activities zinakuwa hazitaki place katika mazingira fulani. Watu wanaweza wakawa wameingia katika taharuki. Maana yake kama ni currency fulani ambayo ipo labda labda Tanzania iko katika machafuko labda mafuriko, maana yake activities nyingi zitasimama na T-shillings kuna uwezekano ikaendelea kudhoofika zaidi. Sasa ule mdhoofiko unaotokea ndio unaona kama T-shillings mali inashuka thamani against other currencies. Lakini tukizungumza kwenye upande wa politicals hii ni pana. Kuna mambo mambo yote ambayo yanahusiana na kisiasa. Mambo yote ambayo yanahusiana na kisiasa yote ambayo yanaweza katamka. Mfano, labda president anaweza akatoa tamko fulani ambayo inahusiana na kitu fulani. Labda Donald Trump amezungumza speech fulani ambayo ikaleta labda negative impact kwenye USD ama ikaleta positive impact kwenye USD. Mfano, hapa Tanzania, labda Mama Samia akiamka asubuhi akatoa speech kwamba tumepunguza tax kwenye bidhaa zote ambazo ni mtu ataimport ama ataexport. Maana yake ni nini? Kama atazungumza kwamba tumeondoa tax kwenye zile exportation products, maana yake atastimulate zile economic activities. Kuna watu wengine watachukua action pale pale, wataanza kutransport hizi bidhaa, labda kama ni mananasi ama ni bidhaa fulani from hapa Tanzania, mbao, watu wataanza kusafirisha kwa sababu tax itaweza imeondolewa ama imepunguzwa kwa ukubwa zaidi. Sasa kile kitendo ambacho wanakuwa wanafanya, wana export afu wanaleta tena pesa zingine huku, watafanya hii USD ina appreciate ama inakuwa na thamani zaidi, kwa sababu tutaenda kuona hapa kwa demand and supply. Mzunguko wa USD unakuwa ni T-shillings unakuwa ni nini? Ni mkubwa zaidi, na kuifanya hii T-shillings yetu inakuwa na thamani zaidi. Ndio maana wanauchumi wengi wanashauri lazima exportation iwe ni kubwa sana kuliko importation ili kutengeneza thamani ya fedha. Kwa hiyo haya yote, matamko yote ya kisiasa yanaweza yaka-influence ama yakaleta shida kwenye upande wa forex market. Twende kwenye upande wa economic factors, ama kuna wengine sehemu nyingine unaweza kukuta wamepandikia statistics. Economic factors ama economic statistics. Kuna mambo hapa ambayo yanatolewa, kwa mfano employment change. Tunapozungumzia employment change, hii ni taarifa ambayo inatolewa sana kwa upande wa nchi za Ulaya, especially hata Amerika. Kwa mfano kama Marekani wanatoa hizi taarifa kwamba sasa hivi namba za ajira zilizotoka labda ni labda 400k, labda ajira 400 zimeongezeka. Watu walioongezeka kwenye ajira ni watu 400,000. Sasa tunapozungumzia kwamba watu wamepata ajira wengi, maana yake ni nini?
kwamba zile economic activities zitaanza kutake place. Hata hapa Tanzania ikitokea kwamba serikali imeajiri watu wengi sana, ama taasisi binafsi watu wengi sana wakawa wameajiriwa, wengi sana wameajiriwa, namba ambayo haijaajiriwa ikawa ndogo, maana yake hii pesa yetu inakuwa na mzunguko mkubwa, watu ile purchasing power inakuwepo kubwa sana. Sasa ile purchasing power ikisha kuwepo, ndio unakuta biashara inafanyika, kama ni watu wana travel for vacation, watu manunuzi yanakuwa ni mengi sana. Sasa ile purchasing power ikisha kuwepo, ndio unakuta kama ni T-shillings inaanza kufanya nini, kuwa affected, itaweza in a positive way, kwa sababu watu wengi wana pesa. Even kwa mfano labda Dangote amejenga kiwanda chake hapa, tukiwa na mzunguko wa kutosha, watu wengi wako employed, maana yake watanunua sana bidhaa zake. Kwa hiyo ni rahisi sana kuattract so many investors kuja kuinvest Tanzania, kwa sababu wanafahamu kama watu hawa wana ajira na pesa wanayo, maana yake nikija kuinvest kiwanda changu cha kutengeneza simu Tanzania, watu wengi sana watanunua hizo simu. Kwa hiyo tukiattract so many investors wakaja kuinvest Tanzania, ndio tunajikuta tunatengeneza demand ya nini, ya T-shillings, na T-shillings ina appreciate na kuanza kuwa strong, kwa sababu investors wakija wengi watatengeneza ajira, zitaendelea kuongezeka na T-shillings itakuwa affected. Kwa hiyo hiki kitendo mimi natumia T-shillings, lakini kinafanyika kwenye nchi hizo zote ambazo unaziona za Ulaya, na pia tutaenda kuziona na currency hizo zote ambazo zinatumika, tutaenda kufanya nini, tutaenda kuziangalia. Lakini ikitokea kwenye nchi wametoa unemployment rate, kwamba ajira, watu ambao hawana ajira ni wengi, unemployment rate, kwamba watu wasiokuwa na ajira wakawa wengi. Mtu yoyote nafahamu, huwezi kwenda kufungua duka sehemu ambao hawana watu. Utaendaje kuuza iPhone sehemu ambayo mtu mwenye kipato kikubwa anatengeneza shilingi 400,000 per month? Yani huyo ndo anaonekana ni tajiri. Wewe unaenda kuuza simu ambayo inauza milioni 4. Yani hapo, kama ni mtu wa imani utamlaumu sana Mungu, kama ni mtu wa kusema hii imekwaje utawalaumu, kwa sababu watu ni kama vile hawana nini, wengi hawana ajira. Sasa kama hawana ajira, hata ile pesa ya nchi husika inakuwa haina mzunguko kabisa, kwa sababu watu hawana pesa mfukoni mwao. Kama hawana pesa mfukoni, maana yake wenye pesa watakuwa labda ni government tu, lakini wale watu ambao wapo kwenye ile serikali husika wanakuwa hawana pesa yoyote. Sasa ni nani atakayependa kuja kuwekeza kwenye nchi ambayo watu wengi hawana ajira, watu wengi hawana fedha? Maana yake hata ile pesa itapoteza thamani. Kwa mfano mzuri ni kama Zimbabwe ilivyokuwa. Zimbabwe walivyoiwekea vikwazo kipindi cha Mugabe kile, iliwaingiza katika hali ambayo ni mbaya sana, pesa yao mpaka ikakorapse. Unaenda kununua mkate labda na shilingi milioni 1, unaenda kununua mkate. Kwa sababu gani? Watu kwanza walikosa ajira, investor hakuna anayekuja pale, wakawa bandi, kuna wengine wazungu waliondolewa kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo activities ni kama vile zikasimama za economic, ikabaki tu zile za siasa ambazo ni porojo. Kwa hiyo mwisho wa siku uzalishaji kama haupo, ile pesa ina collapse, inakosa thamani kwa asilimia kubwa sana. Na ikikosa thamani, ndio hayo mambo tunajikuta kwamba unaenda kununua mkate una milioni 1, unaenda kununua kipande cha sabuni unatakiwa uwe na 600,000. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Tuende kwenye supply and demand. Supply and demand, hii ni njia ambayo wanatumia sana nchi za Ulaya kuhakikisha pesa zao zinaendelea kuwa very strong. Supply and demand. Hii wanatengenezaje? Kwa mfano, nitatoa mfano mmoja. Inapotokea Tanzania TZS, sisi tukafanya import, exportation sana. Maybe tuna export mbao, tuseme sisi ndo wauzaji wakubwa ambao duniani kote tunatambulika. Maana yake tutakachokifanya ni nini? Tukimpelekea mbao USA, tukipeleka mbao zetu USA, kwa sababu USA ana sehemu nyingine ambayo anaweza akapata mbao nyingi kama sisi tunavyoweza kumpa. Tutaweza kumwekea sharti moja wapo kwamba tunapopeleka mbao zetu sisi tunaomba ubadilishe pesa yako ya USD. Utajua unapoenda utakachoenda kukifanya wewe, utajua unapotakiwa kuzitafuta. Lakini sisi tunapokuletea mbao zetu tunaomba utulipe katika TZ shillings. Kwa hiyo sisi hatutaki hiyo pesa yako ya USD, tunahitaji utulipe katika
T shillings. Kwa hiyo tunatengeneza demand ya pesa yetu. Huyu Mmarekani ataanza kuhangaika vyovyote vile anavyojua. Vyovyote vile atabadilisha pesa zake kuzipeleka T shillings ili tutakapompelekea mbao zetu aweze kutulipa kwenye pesa ya T shillings. Kwa hiyo tunatengeneza ile demand ya pesa yetu, na demand ikiwa kubwa maana yake ni nini? Value inafanya nini? Inaongezeka ya pesa husika. Kwa hiyo ili ikiongezeka maana yake kama tungekuwa tuna trade T shillings against Kenyan shillings, maana yake hapa tungefanya nini? Tungebuy. Kwa kubuy kwa sababu gani? Huyu hapa anakuwa nani? Anakuwa strong. Sitaki twende zaidi huku kwa sababu nitakuchanganya. Hapa bado tuko kwenye introduction. Kwa hiyo maana yake huyu T shillings akiwa strong, chati yake ndio tutaikuta inafanya nini? Inapanda juu zaidi. Maana yake tumetengeneza demand, lakini supply ikiwa kubwa. Na hichi ndio kitu ambacho kwa USA wameweza kukiwini sana. USA ambao ni pesa USD wameitengenezea demand kubwa sana kiasi kwamba hapa Tanzania kuna wakati mwingine viongozi wanazungumza kwamba sasa hivi tuna scarcity ya USD. Kuna mwingine anaweza kujiuliza kwa nini tunasema tuna scarcity ya USD na wakati sisi tunatumia T shillings? Wanakubana kwenye yale manunuzi yao kwamba unapokuja kununua dawa zetu hakikisha unatulipa kwa USD. Kwa hiyo wanaitengenezea demand pesa yao. Na demand ikiwa kubwa zaidi, mzunguko wa hii pesa inakuwa ni mkubwa na ni rahisi kuitawala dunia kwa sababu ya nini? Ya pesa yako kuwa nini? Kuwa demanded. Na ndio maana ukiwa na USD mfukoni, hata ukienda nchi yoyote ile, huwezi ukalala njaa. Tofauti na mtu mwenye USD. Unaweza ukaenda Kenya ukanunua bidhaa kwa USD kwa sababu demand yake ni kubwa. Ukaenda Ufaransa ukanunua kwa USD kwa sababu demand ya USD ni kubwa. Lakini inapotokea pesa imekuwa na supply kubwa sana. Kwa mfano, tukawa tunafanya import zaidi. Maana yake tutajikuta tuna T shillings nyingi sana, lakini ikitakiwa tu USD hatuna chochote. Ikitakiwa labda CHF ambayo ama ikitakiwa pesa ya labda GBP, British pound, unakuta hatuna chochote. Kwa hiyo supply and demand inaweza ika-affect soko la forex ama kwenye currencies pair, kwenye forex market ama kwenye currency moja kwa sababu ya ile demand and supply. Hamtakiwi kama nchi kuwa na pesa yenu tu ikawa nyingi sana kuliko hata hizi pesa ambazo ni zingine, ama mnatakiwa kumitengenezea pesa yenu iweze kuwa na nini? Na value. Ndio maana ukienda kwenye soko la forex market, pair ama currency inayokuwa traded sana ni USD. Kwa sababu gani? USD iko very demanded sana, iko demanded sana. Wanakubana kwenye vitu vingi. Ukitaka kununua madawa wanakuambia tunahitaji USD. Ukitaka kusafiri kwenye nchi yao wanakuambia sisi hatupokei pesa yoyote, tunahitaji hicho. Japan ya transport magari kwenda USA wanamwambia sisi hatutaki hiyo Japanese yen, tunataka hii ya kwetu. Kwa hiyo USA ni kama vile, ndio maana anaweza katoa tamko lolote na akawa hana hata wasiwasi kwa sababu anajua aishakubana katika engo fulani. Kwa mfano kama ilivyo masoko ya gold. Ngoja nigusie gold kwa sababu tutaenda kusoma. Gold, ukienda kwenye soko la dunia, ile value ya gold kwamba tujue kwamba sasa hivi gold inauzwa kiasi gani, iko katika USD. Yaani kuna mwingine anaweza asinielewe. Kwa mfano ukienda supermarket unakuta wamekuwekea hapa labda dawa ya meno. Unakuta wamekuwekea shilingi 20 labda T shillings. Sasa ukienda kwenye soko la dunia kwenye upande wa gold unakuta wamekuwekea pale labda 1 ounce, hii tutaenda kuiona, unakuta wamekuwekea labda hapo 20 USD. Yaani iko named katika USD. Kwa hiyo ukitaka kupurchase gold kwenye world market you must have USD. Na ndio maana ikitokea news yoyote inayohusiana na USD automatically ina affect gold. Nadhani tunaenda taratibu na mwendo ambao ni mzuri na kila mtu ananielewa vizuri. Mpaka hapo kwanza naomba nipate mrejesho. Tuko vizuri mpaka hapo? Mpaka hapo tunaendaje? Tuko vizuri. Tunaenda sambamba. Sawa. Kisha unachukua notes zako, alafu then utakuja kuunganisha na za huku. Utaona unatengeneza kitu gani. Sasa twende, kuna mwingine anajiuliza who trade forex? Yaani jitahidi usikariri kokote. Hii foundation tunayoitengeneza hapa tunaonekana kama ni vitu fulani kawaida, lakini vitakuja kuhitajika. Kwa mfano hao ambao hichi kipengele ambacho tumetoka ni kipengele cha msingi sana. Central bank tunaenda kuwasoma. Hizo economic zote tunaenda kuzisoma vizuri in deep. Kwa hiyo hakikisha walau uwe na msingi mzuri kuanzia hapa. Hii tutakapofika huko mbeleni uwe
na uwezo wa kuelewa vizuri. Nani wana trade forex? Wakina nani? Ama kuna sehemu nyingine unaweza kukuta wamekuwekea main participant of forex. Main participant of forex. Namba 1 kuna bank. Namba 2 kuna hedge fund. Namba 3 kuna government and the central bank. Japokuwa kuna sehemu nyingine unaweza kukuta hawajaweka government lakini wakaweka central bank, kwa sababu central bank ndio wao government. Kuna central bank ambayo inajitegemea, lakini kuna nyingine tunasema ni commercial companies. Number 5 retail trader. Tamalizia hapo. Number 6 kuna broker. Number 7 kuna individuals. Alafu number 8 hawa wanaitwa electronic liquidity providers. Hawa ni watu muhimu sana kwenye hasa upande wa forex trading. Bila kuwepo hawa hatuwezi sisi kufanya chochote. Electronic liquidity providers, ama sehemu nyingine unaweza kukuta wamekuandikia liquidity providers peke yake bila kuanza na hii electronic liquidity providers. Mshamaweza kuandika, nafuta hizi, tuanze na moja baada ya nyingine. Bank. Tuanze na namba 1, bank. Bank ni main participant wa forex market. Kwanza benki wanafanya forex za aina mbili. Wanafanya hii forex ya kawaida ambayo tumeona, lakini wanafanya hii forex FX trading. Benki ni sehemu moja wapo ambao wanafanya hizi zote mbili. Kwa hiyo ukienda benki yoyote, labda umeenda Exim ama umeenda CRDB, utakuta wamekuwekea pale kiskrini chao, wana display some forex rates, wanakuwa wameziweka pale kwamba GBP ukitaka kuinunua rate yake ni kiasi fulani. Kwa hiyo kufanya vile tayari wanakuwa wameparticipate moja kwa moja. Sasa kuna mtu anaweza akajiuliza, hivi zile namba huwa zinabadilikaje? Zinatokea wapi? Ile system wanaokuwa nayo ni central bank. Central bank ndio wanaokuwa nayo na ile system. Hata ile TV inapokuwa ina display pale, hai display tu kwa sababu iko bank pale, na display kile ambacho kiko wapi? Kiko BOT. Kwa mfano kama ingekuwa Tanzania, wana display ile ambayo iko nini? Wamepewa from BOT, but the bank yenyewe inaongeza rate. Kwa mfano labda BOT wanaweza wakasema T-shillings ukitaka ku exchange, labda ukitaka ku sell ni kiasi fulani, labda huko USD. Ukitaka ku sell labda ni 2700, lakini ukitaka ku buy ni 2800. Sasa benki labda NMB wakienda pale watapewa zile rate from BOT ili wao waweze kutengeneza faida. Hapa wamepewa 2700. Hapa wamepewa 2800 ya kubai. Huko wanakuja wanakuongezea. Sisi tutauza labda 2100. Kuna moja huo wanaishusha. Ipi ambao wanaishusha? Labda 2500, 2050, 850, alafu huko watakuja labda 2800. Kwa hii rate ambayo iko tofauti hapa, the more unavyoenda kufanya exchange ndo wanavyotengeneza nini? Wanavyotengeneza profit. Lakini ile main wanaipata from the central bank. Lakini hapa tunazungumzia benki kama benki ambazo sio central bank. Kwa mfano ilivyo CRDB, hii ni benki ya kawaida, ilivyo NMB ama ilivyo Exim ama ilivyo Absa. Hawa ni benki ambazo ni za kawaida ambazo zinachukua rate from central bank. Kwa hiyo inapotokea benki ina participate kwa njia hiyo, lakini njia nyingine ya benki ina participate kama forex trading. Kwa mfano benki ambayo zinafanya hizi forex trading ilivyo Absa, ilikuwa hapa Tanzania. Before Absa ilikuja nani? Alikuwa anaitwa nani msauzi? Before Absa ajaje?
No, Barclays ni sio anaitwa FNB. Hizi ni benki ambazo ni moja kwa moja zina participate katika forex market ama forex trading. Wana trade kama sisi tunavyo trade, japokuwa wao wanatuzidi kitu kimoja, wanakuwa na mtaji mkubwa sana na wanakuwa na department. Unakuta labda department of risk management, department of technical analysis, department of labda fundamental analysis, department of hizo software, kama hizo software analysis ambayo wanatumia benki na wenyewe wanatumia hizo software. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho tunatofautiana sisi na wao, kwa kwamba wanakuwa wana mtaji mkubwa na wanakuwa na department ambazo zimespecialize. Kwa hiyo kama ni expert, wanachukua wale expert ambao wamebobea kwenye forex trading na wanakuwa nao. Ndio maana hizi benki wakati mwingine unaweza kaenda hata usioni customer wala nini, lakini they exist. Miaka inaenda, unaona tu hawatoi mikopo mikubwa kama hizi benki zingine, na unaona activities zinafanyika na watu, ukienda kwenye ofisi zao ni nzuri sana kuliko hata hizo local bank. Unajiuliza inakuwaje? Barclays ana participate katika njia zote. Huyu ni liquidity provider, lakini pia ana trade kama hii, na pia wakati mwingine ana support ya hedge fund. Tutaenda kuona, utaelewa vizuri hedge fund, liquidity provider ni wakina nani. Barclays yuko katika sehemu nyingi sana. Ukienda kwa mfano ni FNB wamefikia hatua mpaka wana connect system na brokers. Yaani kwa mfano tukiwa na broker hapa, labda anaitwa ML broker, forex broker, unaweza connect payment system, watu trader wakawa wana withdraw from broker, inakuja FNB moja kwa moja, ama wana deposit moja kwa moja na isichukue hata 1 minute. Yani pale unapogusa inaondoka pale inafika benki ndio, which is hicho kitu hakijafanyika kwa Tanzania. Uwezo ukafanya hivyo pesa ikakubali kufika kwa wakati huo, ama kwenye nchi zingine haiwezi kufanya hivyo, lakini kwa FNB wao wameadvance moja kwa moja na wana participate katika forex market kwa njia zote hizi mbili. Wanatumia hii forex ya kwanza ku display rate, lakini wanatumia hii forex trading kama kawaida, kama sisi tunavyofanya. Kwa hiyo benki wana participate katika hizo njia zote mbili, japokuwa sio benki zote. Benki zingine zina participate kwa njia moja. Namba 2 nimezungumza ni nani? Namba 2 nimezungumza hedge fund. Hedge fund hao ni wakina nani? Hao inaweza ikawa hata na mimi na wewe, ama haiwezekani kuwa mtu mmoja, lakini lazima iwe katika, inaweza ikawa institution ama ikawa ni company ambayo inakuwa formulated, na mara nyingi experience ambayo niko nayo, hedge fund mara nyingi wana formulate trader ambao wameshabobea, yani wanakuwa ni very expert, wana miaka mingi. Unakuta mtu ana miaka 20 years experience, wengine wana 15 years, wengine wana hata 30 years experience. Kwa hiyo hawa wanatengeneza, inaweza ikawa ni institution wakaformulate, ama wakatengeneza company ambayo itakuwa ina pool investors fund, kwamba watakuja kuiraise na kutengeneza return ya kiasi fulani. Kwa hiyo huwa hawachukui fund ambazo ni hela ndogo ndogo, wanakuwa na mtaji mkubwa sana. Unakuta investor tu wa kawaida anaenda kuinvest labda dola milioni 400, investor dola milioni 400 USD, hizi sio pesa ya Tanzania. Unaweza kuona ni kiasi gani kikubwa. Kwa hiyo hii institution kwenye account zile ambazo wanakuwa na trade, unakuta account moja labda ina 50 billion USD wanakuwa na trade. Kwa hiyo wameunganisha investors fund nyingi, kwamba watu wamekuja kuinvest kwenye hiyo company ambao ni giant, kwamba mtu mmoja ana invest labda dola milioni 400 ama dola bilioni 1 ama dola ngapi. Kwa hiyo zote zinaweka katika sehemu moja na wanakuwa wana trade hizi, wana sell USD ama wana buy USD katika large amount. Sasa wanapokuwa wanafanya hivyo, na wenyewe wanatengeneza influence kwenye soko la forex. Na ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kukuta hii ambayo tumeisoma ya demand and supply. Kwa mfano wakibuy labda euro, labda euro USD na wakawa wameibuy, maana yake wameweka hela nyingi sana kwenye nini? Kwenye euro. Hapa unaweza ukashangaa euro ina gain power. Ina gain power kwa sababu gani? Imetengenezewa demand ya muda mfupi from nani? From our hedge fund. Kama wewe ni mtu wa kusoma mambo ya Wall Street, unasoma about wale trader ambao ni top traders wa duniani, unakuta mara nyingi end point ya trader
huwa wanaishiaga kuwa hedge fund, kwa sababu hedge fund ndio sehemu ambayo ndio kuna pesa nyingi sana. Japokuwa kwa Marekani wamezuia, huwezi kuwa hedge fund kama una degree ya finance ukawa una degree ya accountants. Wanapenda sana hizo sehemu. Kwa hiyo ili uweze kuwa registered as an hedge fund, you must minimum education level lazima iwe ni degree kwenda juu. Ndio maana hedge fund wengi sana unakuta ni wazee wa miaka 50, miaka 40 na kitu. Sio kitu ambacho unaweza ukafungua tu from nowhere kama trader ukafungua, hapana, kwa sababu unaenda kumanage mitaji mikubwa sana, billions of money unaenda kuimanage. Kwa hiyo wanahitaji, kuna specification ambazo wameziweka kwenye nchi zote ambazo zimeregulate forex kwa uzuri, hata vigezo vya kuwa hedge fund wameviweka. Ndio maana uwezo ukakuta hedge fund ambayo ni mtoto mdogo miaka 20 30 uwezo ukamkuta. Mfano mzuri ni kuna mtu anaitwa George Soros. Huyu alianza kuwa kama trader, lakini mwisho wa siku akaenda up to be one of the best hedge fund manager. Na hata waliokuwa nao, hata washikaji zake wa marafiki wote wameishia kuwa kwenye hizo hedge fund manager. Ni mtu ambaye alitengeneza dola bilioni moja profit just a single day. Dola bilioni moja profit. You can imagine kwamba ni pesa kiasi gani wanakuwa wanazungusha, kwa sababu kutengeneza profit ya namna hii sio huwezi kuwa na mtaji wa dola ya milioni 2 ama dola milioni 6 ukatengeneza profit ya namna hii, unless labda kama soko limekuaje kwa siku hiyo. Kwa hiyo from that unaweza ukapata picha kiasi gani. Kwa hiyo hao na wenyewe ni watu ambao wana participate sana kwenye forex market. Hedge fund ama wanaitwa hedge fund managers. Central bank. Ukipata nafasi ama weekend unaweza kaangalia zile movie ambazo zinahusu Wall Street. Wall Street ni one of the tunaita kama ni stock market ama traders wanakuwa pale. Hata ukienda kwa Marekani Wall Street, ile street yote uweze kukutana na mtu ambaye sio milionea ama sio bilionea. Wale watu ambao wanakuwa pale around wote, it's either ni bilionea ama ni bilionea. Hakuna mtu ambaye ni tofauti na hapo. Hiyo street ni street ambayo imebeba mabilionea wengi sana wanakuwa katika hizo ngazi ya investors ama wanakuwa ni ngazi ya trader ambao wanashafikia kuwa hedge fund. Twende kwenye central bank ama government. Tunafahamu central bank inahusika, kama tulivyozungumza, inahusika kwenye mambo ya kutengeneza sera za kifedha ama inahusika na mambo mengi sana ambayo inakuwa inatengeneza. Kwa mfano ukiangalia kwa upande wa UK kuna inaitwa Bank of England. Ukiangalia kwa upande wa USA inaitwa Federal Reserve. Tukija hapa Tanzania sisi tunaita ni nani? Ni BOT. Sasa hawa wote wanahusikana na mambo ya kifedha, wanaweza kutengeneza sera za kifedha zikaathiri fedha husika. But ikitokea pia unafanya importation kubwa sana, kwa mfano unataka kufanya biashara, labda unaenda China, unataka kuwa na mzigo labda unaenda 20 billion, kuna payment ambazo zinatakiwa kufanyika. Muamala huwezi ukabeba hizi pesa kwenye begi, ama ukafanya kwamba ngoja nifanye tu muamala from nowhere. Must uwe controlled from here. Haijalishi umetumia benki gani, lazima watacontrol from here. Ina maana kama ni bank to bank itafanyika, lakini main approval watakao approve ni nani? Ni central bank, kwa hakika huo muamala umefanyikaje na kila kitu kimeenda vizuri. Kwa hiyo central bank ama government wanahusika katika hali ya namna hiyo. Lakini government pia inaweza ikahusikaje? Wanaweza wakawa wanafanya importation ama wakafanya exportation. Mfano wakifanya exportation, maana yake wanatakiwa kubadilisha fedha ya aina fulani kuipeleka katika fedha ya aina fulani. Kwa mfano kama tukisafirisha T-shillings tukaenda kuuza labda madini, tukipeleka labda USA, maana yake tutalipwa katika fedha ya T-shillings. Lakini kwa bahati mbaya sisi madini yakitoka hapa hayaendi moja kwa moja kama Tanzania. Kuna mtu pale anakuepo third party. Kwa hiyo lakini tungekuwa tunaenda moja kwa moja, tungekuwa tunafanya hizi exchange zinazofanyika. Sasa hii mbadilishano unao kuepo tayari, huyu ni mtu ambaye inaitwa nini? Kile kitendo kinaitwa forex. Twende kwenye participant mwingine ambaye ni commercial companies. Hizi ni company ambazo zinakuwa zinauza service ama zina provide
ama zinauza bidhaa. Kwa hiyo kama kuna company ambayo inatoa service ama inauza product, kuna namna ambavyo wana participate, nitakuonyesha hapa. Lakini company ana nafasi kubwa. Company kwanza anaweza kawa kwenye upande wa hedge fund ama akawa katika upande wa service ama product. Mfano, nitatolea mfano labda kampuni ya Toyota. Toyota ambayo inahusika na utengenezaji wa nini? Wa magari. Hawa Toyota unakuta wanasafirisha magari labda milioni 5, labda milioni 25 mfano, kwenda kwenye bara la Amerika. Specifically labda USA. Kwa hiyo wanaposafirisha, kumbuka hapa hawa ni Japanese yen. Pesa yao inaitwa Japanese yen. Wanapopeleka USA unakuta ni wao wanatumia USD. Pesa yao ni USD. Maana yake wakipeleka magari labda milioni 25, watakwambia kwamba sisi haya magari ili yaweze kuingia kwenye nchi yenu mnatakiwa mtulipe katika USD. Kwa hiyo hii transaction ama mabadiliko yanayokuwepo kutoka kwenye USD kuja kwenye Japanese yen, tayari forex imekuwa nini? Imefanyika. Mbadilishano wa fedha pale ukishakuwepo tayari unakuwa umefanyika. Sasa inategemea kwamba kama mnafanya exportation nyingi sana, maana yake mtakuja kufanya nini? Pesa yenu itakuja kuwa strong. Ndio maana unaona mtu ambaye ameingia kama sasa hivi kwa upande wa Marekani ameimplement kitu kinaitwa tariffs. Tutaenda kuisoma hii tariffs, kwamba wameongeza kodi kwenye bidhaa ambazo zinakuwa imported to America kwa asilimia ngapi? 25. Kwamba tunachokufanya ni nini? Hatutaki wewe uendelee kuleta hizi bidhaa kwetu. Tunataka hizi ambazo za kwetu kwenye nchi yetu ndio ziweze kununuliwa. Maana yake ni nini? Tutatengeneza demand, tutatengeneza activities, ajira zitakuwa nyingi kwenye nchi yetu, na kuna faida kubwa sana kwamba watu watalazimika kununua vitu ambavyo ni vya kwao. Kwa hiyo pesa itakuwa na mzunguko mkubwa na tutatengeneza thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo unakuja kuona kuna sera nyingine ambazo president anazitengeneza ama ule utawala ambao unakuwepo wanakuwa wamelenga kitu fulani. Sasa wewe kama trader ni jukumu lako kuangalia kama wametengeneza sera fulani ni namna gani itaweza kuathiri kwenye stock market ama itaweza kuathiri kwenye upande wa forex. Kwa hiyo hizi transaction ambazo zinafanyika ndio tunaita ni forex. Lakini kuna commercial companies ambazo unakuta pia wanafanya hizi forex za kawaida. Unakuta labda mtu amefungua company ya forex, labda ana manage fund ya client na vitu kama hivyo. Hizo services zipo ambazo zote hizi tunazoweka kwenye nini? Kwenye commercial companies. Ukienda South African utakutana na hizo company nyingi. Unakuta labda nani investment company inakuwepo pale. Zote zinakuwa zina manage fund ya client. Na ni trader ambao labda wanaweza kujiorganize watu 10, watu wangapi wakatengeneza company ambayo inahusika na kufanya nini? Na kumanage fund. Tuje kwenye retail trader. Retail trader ni kama mimi na wewe. Hawa ni sisi ambao tuna trade. Kwanza, retail trader huwezi kuparticipate kwenye soko la forex market bila kupitia kwa nani? Kwa broker. Tumeona kwa mfano company yeye hataki anaweza asipitie kwa broker kwa sababu anaweza akauza magari ama akauza product fulani na akafanya exchange. Kwa hiyo hajapitia kwa broker. Lakini ili sisi tuweze kuparticipate kwenye FX trading lazima tupitie kwenye huyu anaitwa broker. Kwa hiyo ukisikia retail trader wanamaanisha trader mimi na wewe ambao tuna participate kwenye soko la nini? La forex. Na wakati mwingine wao wanatumia mfano kwamba hao ni trader ambao hawana mitaji mikubwa. Sasa hilo neno hawana mitaji mikubwa usije ukachukulia labda dola 100 dola ngapi, hapana. Wanachukulia ile thamani ya soko la forex kulinganisha na mitaji ambao retail trader wengi wanayo. Retail trader wengi unakuta labda wana mtaji dola milioni 1, dola 500,000, dola milioni 20. Wote hao ni retail traders. Huwezi kuwa na dola milioni 20 ukataka kufanya forex trading afu ukapitia sehemu nyingine. Lazima utupitie kwa broker tu kulingana na broker registration zao. Kwa hiyo mtu ambaye anamtaji kuanzia dola 1 kuendelea huko dola milioni 1, dola milioni 5, wote hao tunaweka katika kundi la retail trader. As long as tayari umepitia kwenye brokers, maana yake wewe ni retail trader. Sasa ngoja nigusie na hapa. What is broker? Hii ni topic tutaenda kuiona. What is broker? Nitagusia hapa definition kidogo. Broker ni yule
ni kama agent ambaye anatuconnect sisi na our liquidity provider ama hizo central bank, anatupa system, sisi tunaweza tukuparticipate kwenye soko la forex market. Kivipi? Kwa mfano, unapoenda kubadilisha fedha za kigeni, ukawa na T-shillings unataka kununua labda USD, kama wasinge kuwepo benki hizi za kawaida, ina maana hamna wakala. CRDB ama NMB ni wakala wa forex, anakuwa ni kama yupo pala kwa ajili ya kukupa ile access ya wewe kubadilisha fedha. Anapotokea labda bureau de change ambazo ziko mtaani hizi, maana yake wote hao ni mawakala wa kwenye upande wa kufanya nini, wa kubadilisha fedha za kigeni. Na bureau de change anakaa kwenye upande wa companies ama participants, kwenye upande wa company ambao tunaweza kuona wote hao wanakuwa kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo hao wote wanatupa access sisi ya kuweza kuparticipate kwenye nini, kwenye forex market. Lakini tunapokuja huyu broker yeye anakuwa na system hizi, anapata registration from nani? From central bank. Kwa mfano akija broker kuregister hapa Tanzania, lazima apitie central bank wampe vibali ndio anaweza kutoa services. Sasa hii mifumo ambayo yote inatokea, kwa mfano labda unaona labda kuna, nadhani ninge display hapa kitu kidogo tuweze kukiona, kama no tutachelewa kidogo, ngoja nitakuja kuonyesha baadaye. Kwa mfano kuna tools ambazo unakuta kuna tulivyosema USD ina buy ama euro USD ina sell. Mtu mwingine anaweza akasema, akajiuliza hii nitaiselia wapi ama nitaibai wapi? Utaibai kupitia system ambayo unapewa na nani? Na broker. Broker ndo anayekupa platform ya wewe kuweza kuparticipate kwenye forex. Mwanzoni broker, kipindi hii teknolojia haijakuwepo miaka 2000, kwa sababu broker wamezaliwa miaka 2000. Before that usingeweza kuparticipate kwenye forex ukiwa na mitaji ya dola 100, dola 100 ngapi, usingeweza. Walikuwa wana participate wale watu ambao ni majiant wakubwa sana. Lakini broker alivyokuja wakarahisisha. Kwa hiyo central bank wakatoa mifumo ambao sisi traders tunaweza tukaparticipate. Kwa hiyo sasa hivi unaweza ukaangalia performance ya euro USD hata kama huko Marekani, hata kama huko euro, kwenye nchi za Umoja wa Ulaya, unaweza ukaona kwamba nikaingia kwenye chart yangu ya euro USD, nikaangalia performance ya USD, nikaangalia performance ya euro, nikapata taarifa zote na nika execute trade ya kusell ama nika execute trade ya kubuy kupitia nini, platform ya brokers. Si kama hapo nitakuwa nimeeleweka. Kwa hiyo participant mwingine ni broker ambaye yeye ana act kama nani, kama daraja ambalo linatuconnect kwenye ile mifumo ya central bank ama liquidity providers, anatuconnect sisi na nani, na market moja kwa moja. Kwa hiyo tukipata zile platform tunaweza tukaexecute trade na moja kwa moja tukatengeneza faida. Sawa, wamegawanyika. Kuna mwingine anaweza kujiuliza, je, ninapotengeneza faida pesa inatoka wapi? Ama ninapopoteza pesa, labda nimepata hasara, pesa inaenda wapi? Yote haya tutakuja kujifunza vizuri na utaelewa, kwa sababu broker wamegawanyika. Kuna aina nyingi za broker ambao tutakuja kuwaona na utaelewa vizuri sana kwenye upande huu. Tuangalie individual. Hawa ni watu kama neno lilivyo, individual ni mtu binafsi tu ambaye anaweza akawa anafanya exchange, akawa anafanya hizi forex exchange. Mfano nikiwa airport nikaenda kwenye labda nimeshuka kwenye airport ambayo haitumii pesa ambayo mimi nimekuja nao, naenda nafanya exchange pale. Kwa hiyo kile kitendo ambacho nimeenda kukifanya, nimeenda mtu kama mtu binafsi tu, haijaenda company, haijaenda mtu yoyote. Ama nikienda kwenye bureau de change nikaenda kubadilisha fedha za kigeni, au nikipeleka T-shillings wanipe labda pesa ya South African rand, maana yake ile exchange ninayofanya nimeenda kama nani, kama individuals, nimebadilisha na wakija kuhesabu ama kufanya research ya transactions zilizofanyika, even the individual anaonekana kwamba kuna pesa alifanya nini, alifanya exchange fulani na muamala wake ukaonekana kiasi fulani. Kwa hiyo hawa na wenyewe wana participate katika soko la forex kwa njia ya namna hiyo. Mpaka hapo tuko pamoja? Ndio, tuko pamoja. Yeah. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza, je, how forex market is regulated?
Regulated kwa neno la Kiswahili ni kama nini? Ni kama kusajiliwa ama kufahamika ama kuwa authorized. Kwa Kiswahili tunaweza kutumia neno gani? Nadhani kuhalalishwa, nadhani. Kuhalalishwa. Yeah. Nadhani hiyo ndio neno ambalo ni sahihi, kuhalalishwa. Sasa mtu mwingine anaweza kujiuliza, hii industry inakuaje, inahalalishwa vipi? Kwanza haina ofisi. Kwanza inafanyika nchi zote. Sasa inahalalishwa vipi? Sasa forex haijawa regulated overall, yani kwamba sheria zinazo operate labda Tanzania hazioperate nchi nyingine, lakini nchi zinachokifanya zinatengeneza zile authority husika. Labda kwa Tanzania hapa tunaweza kusema labda wizara ya fedha. Kwa hiyo wizara ya fedha ndio unakuta inafanya nini? Ina regulate forex kwa hapa Tanzania mfano. Ama nchi nyingine wameipa labda central bank. Kwa hiyo central bank ndio unakuta inatoa vibali vyote vinavyohusiana mtu ukitaka kufanya nini? Kufanya forex. Ama zile taasisi ambazo zinataka kuja kuwekeza kwenye nchi husika. Kwa mfano umekuja kufungua brokerage ama umetaka kufungua ofisi ambayo labda ni ya forex kwa namna moja ambayo inatakiwa kutoa services, unakuta inafanya nini? Inapitia kwenye central bank ama wizara fulani. Kwa mfano Kenya, ukienda Australia, hawa inaitwa ASIC. Kwa hiyo ina maana ukitaka kufungua brokerage kwa upande wa Australia, you must be registered by ASIC. Lakini ukitaka labda kwenda UK, ya kwao inaitwa FSA ambayo inaitwa Monetary Authority, inaitwa Financial Conduct Authority ambayo ni ya upande wa UK. Hivi sio lazima kuandika kwa sababu tutakuja kuona vizuri na kwenye notes utakuwa navyo tu, japokuwa inakuonyesha namna gani inakuwa regulated. Kwa hiyo kila nchi ina sehemu yake ambayo ina regulate. Ukienda labda Singapore na wenyewe wanayo ya kwao ambayo inaitwa MAS. Japokuwa hizi regulations zinakuwa zinaendana kulingana na nchi fulani. Tunaamini brokerage ambao wamekuwa regulated ama wana operate under licenses ambazo ziko from hizo nchi za Ulaya, mara nyingi wako very powerful. Kwa sababu gani? Ulaya hawacheki na mtu. Yani hata kuregister brokerage inaweza ikawa ni kazi sana kuliko mtu anaye kwenda kuregister broker labda South Africa kuna namna fulani wamelegeza kamba. Ndio maana unakuta broker labda anakuja leo, mara nyingine kapotea ama imekuaje, kuna namna fulani wamelegeza kamba kidogo. Lakini ukiwa na authorized by ASIC ama ukawa authorized by FSA, lakini kuna hata Kenya wanao ya kwao. Kenya nadhani inaitwa CMA. Tutaenda kuona hizi regulations authorities, tutaenda kuziona, ambao kwamba ukitaka kufungua kitu chochote ambacho kinahusiana na forex unatakiwa kuwaona hapa. Kwa hiyo mimi nikisema naenda kutoa services za hedge fund, must have regulated by CMA. Haya yote yanasababisha kufanya kwamba usalama wa forex uwepo, especially kwenye hizi brokerage, kwa sababu brokerage inaweza ikaja afu ikapotea, na ikipotea na pesa za watu inakuaje? Kwa hiyo regulations ni kitu cha muhimu sana. Hata broker wenyewe tukienda kwanza kusoma somo la brokerage, tutakuja kuona kwamba anakuwa regulated by nani, anakuwa regulated by huyu, anakuwa regulated by huyu na huyu. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuweza kuelewa kwamba okay, hapa niko salama, hapa siko salama. Mpaka hapo, if there is any question kwenye upande wa introduction, nisitoe mambo mengi sana alafu mwisho wa siku mambo yakawa mengi sana watu wakashindwa kuelewa katika session moja. If there is any question, mpaka hapo nimeeleweka vizuri? Kwanza umeeleweka, lakini I have a question here. Hapo tuliangalia kwenye kipengele cha participants wa forex. Ya vipengele 8, lakini naona tumemwacha huyu liquidity provider. Okay, liquidity provider. Okay, sawa. Liquidity provider. Yeah, liquidity providers. Ama electronic liquidity providers. Hizi hawa ni kama tunaita, zinaweza ikawa ni companies ama ikawa obvious, mara nyingi inakuwa ni company au institutions ambao wanakuwa
provide, wao wambezi katika upande wa technology. Kwa mfano, kuna mambo ambayo unaweza ukajiuliza, kuna pesa nyingi sana za hapa duniani. Kuna USD. Kwa mfano, ngoja niziweke hapa. Kuna USD, kuna GBP, kuna Euro, kuna NZD, New Zealand dollar, kuna CAD, Canadian dollar, na kuna nyingine labda ZARI. Lakini sisi tukija kwa trader huku, ama sisi kama trader tunakuja kuzitrade hizi zote kwa pamoja. Tunazitrade vipi? Unakuta naweza nika-trade pair, kwa mfano labda pair moja wapo labda USD JPY, na nikaweza kutrade kwa kutrack zile information zote na kila kitu kikaenda vizuri. Kitu kinachofanyika, our liquidity providers ndo wanaotoa zile technology ambazo zinahusiana, ni kama daraja fulani, lakini wao wanakuwa hawaonekani. Wao wana participate moja kwa moja. Yaani mfumo wa forex uko hivi. Inaanzia central bank, alafu wanakuja hawa liquidity providers ndo wanakuwa hapa sasa kwenye technology. Sasa our liquidity providers ndo broker sasa anakuja kuchukua mifumo kwao hapa, broker. Alafu broker, sisi kama retail ndo tunakuja kuchukua nini? Kuchukua kila kitu hapa. Kwa hiyo broker anafyonza mifumo from here, na hawa wanachukua taarifa from huku. Kwa hiyo wao mara nyingi wamekaa kama sehemu ya technology, na uwezi ukawa liquidity provider wewe kama sio giant. Kwa mfano liquidity provider mmoja wapo ni Barclays Bank. Liquidity provider kwenye nchi hizi ambazo zimeendelea sana, mara nyingi wanapenda iwe ile benki ambayo ni kongwe sana. Yaani watu ambao sio watu wanaweza kufilisika, sio company ambayo inaweza ikaondoka labda leo ikafunga biashara. Wanachukua zile companies ambazo ni kubwa sana ndo zinaweza kuwa liquidity providers. Kwa upande wa Marekani hata hizo Bank of America na yenyewe ni moja ya of America, ni one of the liquidity providers. Kwa hiyo ina maana broker wanaenda kuchukua taarifa hapa, wanaenda kuchukua hizi system zao, wana integrate huku. Maana yake sisi kama retail ndo tunakuja kuweza kuparticipate kwenye soko la forex market. Kwa hiyo hao liquidity provider wanakuwa wamepati na hizo central bank mbalimbali, labda JPY, USD, GBP na nini, zote wamepewa mifumo hiyo. Kwa hiyo broker anapokuja hapa anaweza kuaccess kila kitu, na sisi tukapata access ya moja kwa moja ya kwenda kwenye upande wa forex market. Kwa hiyo liquidity provider hawezi kuwa ni mtu wa kawaida, na wala hawezi kuwa company ambayo ni ya kawaida tu imeanza jana au juzi. Wanakuwa wale ni wakongwe kwenye industry fulani. Kwa mfano unavyoona Barclays nadhani ipo vizazi na vizazi. Mimi toka nikiwa mdogo naiona. I'm now 31 years mpaka sasa hivi naiona, na wengine ambao ni wakubwa nadhani bado. Hii benki imekuwepo muda mrefu sana. Bank of America imekuwepo vizazi na vizazi, na nyingine zipo ambazo zipo. Kwa mfano ilivyo Goldman Sachs, kama ushawahi kuisikia, ni moja bank ambayo na yenyewe ni liquidity providers, imekuwepo miaka mingi sana mpaka sasa hivi. Zinatoa access kwenye upande wa nini? Wa brokers. Sasa brokers hawa sio broker pekee, even the bank. Kwa mfano bank zinavyotoa rate za forex zinaweza kawa wanafanya kazi na liquidity providers pia. Sio lazima awe broker peke yake. Hata bank wanapotuonesha zile rate na vitu kama hivyo, kuna mtu hapa anaitwa wakala. Sisi huku Tanzania, hata watu ambao mnafanya kazi benki, unaweza ukauliza hata story zao, labda benki zile unasema wakala fulani anauzaje, rate zake zikoje? Wao huwa tunatumia neno hilo kwamba wakala fulani yeye rate zake zikoje, lakini unakuta ni agent ambao wapo katikati. Sisi tunatumia neno kama agent, lakini hao wanakuwa ni liquidity provider ambao ndio biggest partner wa central bank. Hata kwenye stock market wapo. Kwa hapa Tanzania ukitaka kununua hisa ama ukitaka kununua shares za CRDB ama za NMB, unakuta pale kuna agent yupo katikati ana act. Unaweza ukafungua account kwake na ukanunua share moja kwa moja, ama ukaenda moja kwa moja wewe ukanunua kupitia CRDB ama NMB. It works like that hata kwenye upande wa nini? Wa forex market. Any question? Another question? Kwanza nature of class. Leo ni darasa la kwanza. Nature of class iko vipi? Nature of class, jinsi unavyojifunza na kuandika hapa, speed ya darasa ikoje? Kuna kitu ambacho ungependa kiboreshwe ama kibadilishwe?